Yani sitaki kuamini kabisa risasi ndio zinapaa sana kuliko mabomu ya machozi. Sawa. Na asilimia kubwa sana ya watu wameshapigwa sana risasi. Sawa. Mimi binafsi yangu na watu kadhaa ambao naweza nikashare na nyie kwenye mtandao ambao wamepigwa risasi mbele yangu. Na wengine walikuwa karibu yangu, yani risasi zilikuwa zinatukosa wengine zinawapata wengine. Sawa. Kwa hiyo sio vitu vya uongo, sio vitu vya mchezo. Risasi zinaruka sana kuliko mabomu ya machozi. Sawa? Shukrani sana. Ile siku ya tarehe 29, siku tarehe 29, siku ya tarehe 30 na siku ya tarehe 31, siku ya tarehe 1 ya tarehe 2. Hizi ni video ambazo ilikuwa ngumu sana kuzipata. Kwa sababu gani? Ni video ambazo watu walikuwa wako nazo kwenye simu, lakini walikuwa wanashindwa ni vipi wataweza kuzipeperusha ili kila mmoja aweze kuziona. Ndio pale ambapo tulikuwa tukiambiwa kwamba kuna watu 1000 wamefariki, ama kuna watu 500 wamefariki, ama kuna watu 700 wameweza kufariki. Ilikuwa ni habari ambazo zilikuwa zinaonekana kama za uongo, kwa sababu kulikuwa hakuna credential, yani tunaita kwamba hakuna ushahidi ambao unaonyesha hino mili ambayo imechapwa. Hakuna ushahidi wa uvujaji wa damu. Hakuna ushahidi wa polisi kufyetua risasi. Hakuna ushahidi wowote wa watu ambao wako katika yale maandamano wakikimbia na milio ya risasi kwa hatuisikii. Hakuna ushahidi wote ambao umetokea. Ndio pale ambapo internet zilikuwa zimefungiwa Tanzania kote. Na vile vile haikutosha, ikabidi mpaka wakaenda kuzima jiji zima la Dar es Salaam na kuambia kwamba hakuna kutoka, yani marufuku ya mtu yoyote kutotoka nje. Tulikuja hapa kwa KG Chipande tukajulizana ni kwa nini jeshi la polisi linazuia watu wasiweze kutoka nje. Ni kitu gani wanataka kufanya? Ni operation gani hiyo ambao wanasema hao ya kwamba jeshi la polisi liko na operesheni maalum ndani ya Dar es Salaam. Hivyo basi yoyote yule haruhusiwi kutoka nje, hata kama ana dharura haruhusiwi kutoka nje. Kwa nini? So those are some of the questions ambazo nilikuwa najiuliza sana. Lakini sasa baada ya kuona na hizi video, guys, jana nilisema kuna video niliona. Achana na hiyo jana. Leo nimeona video. Sijui kama watu wa YouTube watakubali. I don't know if YouTube guys are going to allow me so that I can upload this video ili muweze kuona, but I'm going to try. Nitaweka hino video, endapo mtaikosa kuiona hapa, ujue watu wa YouTube wame turn down. Itabidi nitoe. But wakikubali, each and every one of you ataona ile video ya vile ambavyo watu wamepepetwa ndani ya Tanzania. Na hawakupepetwa na majambazi, wamepepetwa na askari. Askari ndio wamepepeta. Na there's no any information, hata ile hatua ya kuwachukulia hakuna. This is criminal. Kuna habari ambayo imetokezea kwamba Samia Suluhu Hassan huenda akachukuliwa hatua ili aweze kwenda juu mashtaki kwenye ile ambayo tunaita ni koti ambayo ni koti ya kimataifa ambayo iko Netherlands kule Uholanzi, ambapo akishindwa kujibu ama kujieleza au kueleza ni kitu gani ambacho kilifanyika, yale mauaji, kama yeye ndo alitoa amri ifahamike kwamba alitoa amri, basi narejelea tena huyo mama atahukumiwa. Na kuhukumiwa kule ICC, my friend, ni kunyongwa, no stories. So tuanze kuangalia matusome nini wa Tanzania wamekuja hapa kusema kuhusiana na mpango mzima wa hiyo video. Hata ukificha sura unajulikana. Alikuwa akimwambia huyu jamaa kwamba hata ukificha sura yako ya maneno ambayo unaongea bado utajulikana tu, kwa sababu huyu ni mtu ambaye alikuwa na akaunti yake ambayo alikuwa akipost baadhi ya video ambazo alikuwa hajajificha sura, na sasa amekuja kuongelea hili jambo akajificha sura, lakini bado atajulikana automatic. Lakini anachokiongea ni kitu cha kweli. Okay, mbona hauzungumzi wizi mliofanya wameiba polisi? So kuna wizi ulitendeka, huu ni ukweli. Kuna wizi ulitendeka during maandamano, kuna ujambazi nao pia vile vile uliweza kutendeka during maandamano. Wizi uliofanyika wakati wa maandamano ni kama ule wa kuiba magesi.
Tuliona kama vijana wa Gen Z ndani ya Tanzania wakati maandamano yanaendelea, wengine walionekana kwenda vunja sehemu zile ambazo zina gesi na wakachukua na kukimbia nazo. Wengine walienda kavunja maduka ya simu na kuchukua simu na kukimbia nazo. Na ule uchomaji, ule kuchoma kule tutakuita kwamba ni ukora ama tuseme ni ujambazi ambao ulikuwa unatekelezwa, ambao kikweli kabisa ni hatua mbaya, na sidhani kama mtu yote yupo pale ambapo atakubaliana na kwamba maandamano ni lazima uchome, ama maandamano lazima uibe, ama maandamano lazima ufanye kitu ambacho kitaleta moshi ama kitatoa damu. Lakini sidhani kama hawa waandamanaji walimwaga damu. Yes, walichoma, sikatai, of which pia ni makosa. Yes, waliiba, sikatai, lakini ni makosa. Yes, walifanya uhalifu, sikatai, na ni makosa. Lakini uzuri nitawatetea kwamba hawakuvujisha damu, lakini polisi walivujisha damu. Evidence ziko, picha ziko, video ziko, zinatambaa na tuko nazo. Nasema ukweli. Mwingine amekuja hapa, mlitaka muachome maji moto mbwa nyie. Mlitaka muchomwe maji. Mpaka sasa yani sielewi, mpaka sasa kuna baadhi ya Watanzania ambao bado wako upande wa polisi. Sijaelewa kabisa. Sijui watu wengine wako na roho gani. Mimi kuna watu wengine wanakuja wanatukana kwenye comment section hapa, wanaelewa ya kwamba ni watu ambao kila video wanaangalia, na nimewamark na nimewajua. Hao kila video ambao KG ataitoa atakuja atatukana. Mwanzo kuna yule mmoja ambaye kila video ambayo nikitoa anakuja mbio tu, hataki kujua nimeongelea nini. Anakuja onyesha rainbow vyake vya flag vya rainbow vya lesbianism, vya LGBTQ. Mimi wanaviangalia hivi na nakusmile na muona mentally. Yeah, sure. Kwa sababu there are a lot of things that we are talking which are so important. Nataka mtu achangie kitu cha maana, anifunze, nimfunze, afunze mtu mwingine ambaye atapita. Lakini unaona mpaka kitendo kama hichi ambacho kinaendelea, mtu amepigwa risasi ambaye yuko kwenye usafiri wake wa hali ya kawaida, hakuwa hata anaandamana, lakini risasi imemwingia. Kwa sababu gani? Risasi zinarushwa na zinapata aliyemu na asiyekuwemo. Na mtu anakuja hapa, anakuja anasema mlitaka mchomwe na maji ya moto mbwa nyinyi, na bado mnamchekelea. Anaitwa nani hiyo? Rashid Saif, seriously? Okay. Kwa hiyo mlitaka mchekelewe ili muendelee kuchoma mji, au sio? Watu wana roho. Mliuliwa sana watu wa Dar es Salaam. Huyu amehuzunika na kusema kwamba watu wa Dar es Salaam uliuliwa wengi sana. Kaka, tafuta kazi ya kufanya, acha kulalamika. Mnabeba maneno tu bila kupima. Mlitaka mpewe pipi au? Napenda sana nikiona comment za Wazanzibari. Kwa hiyo ulienda ukategemea utapigwa cha machozi. Sasa hata nyinyi mmeharibu sana mali za watu. Kwa nini msipigwe risasi? Mama dunia umeshaanga. Hii damu iliyomwagika atalia soon. Mungu wetu halali wala hachelewi. Mbona sisi hatujapigwa, mmeyataka wenyewe? Okay. Nimeelewa sasa. Sasa nimeelewa. Ukiona hawa wengi ambao wanapenda ama wamesifia hichi kitendo, asilimia kubwa ni wale ambao wako Zanzibari. Ndio maana wengi wao wanakuja na kusema kwamba mlitaka mchekelewe, mlitaka mmwagiliwe maji ya moto. Kwa nini sisi hatujapigwa, nyinyi mlipigwa? Ni ukora mlikuwa mnafanya, mlitaka mchekelewe. So nimepata ile taswira ambao watu baadhi walikuwa wakiongelea kwamba kuna upendeleo fulani ambao ulikuwepo, ya kwamba watu kutoka Zanzibari ilionekana kama kule kuna amani kubwa sana kuliko sehemu za Tanganyika, ambapo ndio uuaji mwingi sana ulifanyika, ambapo watu wa Zanzibari walikuwa na ile kauli ya kusema kwamba inaonekana dhahiri shahiri ya kwamba watu wa Tanganyika hawapendi wa Zanzibari, na kwa sababu Mama Suluhu Hassan Samia ametokea sehemu za Zanzibari ndio maana hawamtaki. Lakini kiukweli kabisa sidhani kama hiyo ndio ilikuwa ni sababu. I don't buy that. Sidhani kama ati Mama Samia alikuwa ametoka Zanzibari ndio maana Watanganyika wanapiga fujo kwa sababu Mama Samia ametoka Zanzibari. I don't buy that. Hiyo nakataa. Lakini kuna Wazanzibari ambao wameleta hiyo point ya kwamba watu wasilalamike kwa sababu wamejitakia wenyewe.
Very sad. Okay. Yani hii hali inaninyima usingizi wallahi. Cha kushangaza, wameuawa mpaka waliokuwa ndani jamani. Waliokuwa ndani ya jiji jamani. Ya Allah, sikia hiki kilio chetu na ujibu kwa njia yako ya Rabbi sana. Aulu, ile siku wote waliopona tusiache kuombea mashujaa wenzetu ambao tulikuwa nao na kuwaweza kurudi nyumbani. Ndiyo maana mnapigwa risasi. Sasa utaonaje mbele na umejifunika? Tunakuja mbona? So kiukweli kabisa hawa ambao wamefurahia hichi kitendo sidhani kama wanastahili hata kuna kitu sijaelewa. Yaani unafurahia mwenzako ameuliwa na risasi na polisi wakati anapigania haki. Ni kupigania haki? I rest my case guys. I really don't have anything to talk about this. Acheni kukaa nyumbani vijana, sogeni barabarani muandamane kwa ajili ya nchi yenu. Acheni uoga, watu wako barabarani.